hizi timu za wanawake zinasajiliwa. Usajili unapelekwa shirikisho. Kwa jina la nini waliona hajaliona? Na yule mchezaji yupo hapa muda mrefu, walimuona hawajamuona? Baada ya ngao ya jamii ndio wanakuja kuzungumza mambo hayo. Tena bado siku mbili ngao ya jamii ndio wanakuja kutokea hayo. Yaani mpira wetu upo chini kabisa. Na ndio maana yule mchezaji akakwambiaje, yeye kazunguka kote, hajawahi kuona kuna maneno ya mpira tofauti na mpira kama Tanzania. Yupo sahihi. Na hichi hapa wanachokitaka shirikisho ndio hivi, wachezaji wageni waidharau nchi yetu. Kwa sababu kiongozi wa shirikisho uweze ukafuata kelele, inabidi wewe ufuate asilia. Matokeo yake kwenda kumpima, ajenda kumpima leo mechi zichezwe, tutafanya upimaji kwa wote. Kwa hiyo maana yake watu wanaanza kucheza mashindano, alafu anakuja upimaji. Wewe uliwahi kuona? Upimaji utakuwa msimu unaokuja. Kwa hiyo sio msimu huu tena. Msimu unaokuja. Kwa hiyo ataendelea kucheza huko mwanaume. Si ndo maana yake? Maana walisema mwanaume. Si ushaelewa? Sawa na Soro. Jana kwenye ngao ya jamii kwenye ligi ya wanawake Young Africans isivyo bahati ya kufanikiwa kupita kwenda kwenye kwenda finali ya ngao ya jamii, lakini mchezaji wake ambaye alikuwa ameingia kwenye taharuki hapo nyuma na TFF alionekana akicheza uwanjani na alifungia Young Africans. Lakini taarifa zilizotoka kutoka TFF kwa siku ya juzi ni kwamba hakutakuwa na vipimo vya kupima jinsia ya watu wanaoshiriki kwenye ligi ya wanawake kuwa ni wanawake kweli mpaka msimu wa 26-27. Hivyo msimu huu hakutakuwa na upimaji. Kwa taarifa ile ya mwanzo na taarifa ya pili, na jana ukiwepo uwanjani kuna taharuki zilikuwa zinasikika na sauti zilikuwa zinasikika zikisema Jenin kama zinampotezea confidence hivi. Hiyo hali imetokana na nini na huenda nini ambacho kinaweza kikafanya kulinda usalama wa mchezaji hasa kwenye masuala ya kisaikolojia? Kwanza mimi nimpongeze Jenin. Jenin kaja kuonesha kuwa yeye mchezaji wa kimataifa. Si ushaelewa? Kwanza ili tumpongeze Jenin. Jenin kaja kuonesha yeye Tanzania hajaja kuleta ngonjera. Na wala hajaja kusikiliza ngonjera za Kitanzania. Yeye kaja kucheza mpira. Wewe ukiniambia mimi walikuwa wanamtoa kwenye mchezo mimi sijaona. Kwa sababu kwanza yeye akaweka goli na shangili yake uliona anamaanisha nini? Yaani ujue uzuri wacheza mpira. Sawa? Wanaenda kukujibu wewe kwa ushangiliaji. Mcheza mpira kujibu mdomoni. Janini alienda kuwajibu. Sawa? Kukushangilia. Sababu kaweka kamba. Yaani yeye kaweka kamba kama watu vile kwa mzungumzii. Na swala la kufungwa, timu bora inaweza kufungwa. Yanga Princess ndio timu bora kwa ligi hii inaenda kuanza. Ile imefungwa na timu dhaifu. Tanzania. Ya, si uliona mpira? Haujaangalia mpira. Dakika ya 65 Yanga Princess wamepigwa kadi nyekundu. Si ushaelewa? Paka mechi inaisha, mechi bado ipo sare. Na ndio maana nakwambia timu bora imeenda kufungwa na timu dhaifu. Si ushaelewa? Na pili, mimi nashukuru kwa sauti yangu nikiongea kumbe naenda. Si ushaelewa? Na namshukuru mheshimiwa alokomenti na kuniambia ananielewa. Simtaji jina wala namwambia namshukuru. Kwa sababu ananielewa ninachokiongea. Mimi niliongea shehe wangu. Huyu mnataka kwenda kumpima mnasema jinsia mbili. Je, kwa mfano mmeenda kumpima kaonekana huyu mwanamke. Maana yake mmemdhalilisha. Nyinyi wapimaji mtachukuliwa hatua gani? Si ulinielewa nani yangu hoja yangu? Kwa sababu mnamtuhumu na mnaituhumu Yanga kwa imeenda kumsajili mchezaji. Sawa? Watu wana wasiwasi mwanaume. Ndio hiyo Janini watu walikuwa na wasiwasi naye nani? Mwanaume. Wengine wanakuambia ana jinsia mbili.
Tena wengine hapa wachambuzi wengine maskini ya Mungu kila siku naongeaga Tanzania wachambuzi hamna. Kuna mchambuzi anakuambia kuna wanawake wengine katembea nao. Kweli mnakaa kwenye maredio yenu? Mimi niliongea. Sio Yanga kama wanakubali. Tena niliwaambia uongozi wa Yanga. Kama wanakubali kwenda kumpima, basi timu zote zipimwe. Si ushaelewa? Timu zote zipimwe. Na pili akienda kupimwa, akionekana mwanamke, maana ashamdhalilisha. Kumwambia yeye ana jinsia mbili, yeye mwanaume. Inabidi walioenda kumpima, maana yake walichoenda kukipima sicho. Inabidi wao wenyewe wachukuliwe hatua au wajitafakari. Kwa sababu niliongea vile, hizi timu za wanawake zinasajiliwa. Usajili unapelekwa shirikisho. Kwa jina la nini waliona hajaliona? Na yule mchezaji yupo hapa muda mrefu, walimuona hawajamuona? Baada ya ngao ya jamii ndio wanakuja kuzungumza mambo hayo. Tena bado siku mbili ngao ya jamii ndio wanakuja kutokea hayo. Yaani mpira wetu upo chini kabisa. Na ndio maana yule mchezaji akakwambiaje, yeye kazunguka kote, hajawahi kuona kuna maneno ya mpira tofauti na mpira kama Tanzania. Yupo sahihi. Na hichi hapa wanachokitaka shirikisho ndio hivi, wachezaji wageni waidharau nchi yetu. Kwa sababu kiongozi wa shirikisho uweze ukapata kelele, inabidi wewe ufuate asilia. Matokeo yake kwenda kumpima, ajenda kumpima leo mechi zichezwe, tutafanya upimaji kwa wote. Kwa hiyo maana yake watu wanaanza kucheza mashindano, alafu anakuja upimaji. Wewe uliwahi kuona? Upimaji utakuwa msimu unaokuja. Kwa hiyo sio msimu huu tena. Msimu unaokuja. Kwa hiyo ataendelea kucheza huko mwanaume. Si ndo maana yake? Maana walisema mwanaume. Si ushaelewa? Kwa hiyo ile barua wao walipata wapi kwenda kuambia Yanga yule apimwe? Leo anahairisha. Hapa ndipo nakwambia kuna shida ndani ya shirikisho. Kuna watu wamepewa sehemu za madaraka kiukoo na kutoka Tanga kucheza Baikoko. Kuna wakati mpira ufuate mkondo wake. Mpira ufuate heshima yake. Sio kwa kuleta vitu unatoa mtaani au unatoa kwenye mtandao na wewe shirikisho unaenda kuvingilia. Hii aibu. Umetoa barua, umepeleka mpaka kwenye klabu wamekubali tuende tukampime, baadaye unaona aibu na unahairisha. Hii ni aibu kwenye mpira wetu. Bado tupo nyuma mno. Kila siku mimi napenda kuongea. Mpira wa sasa inabidi tubadilike tuende sawa na wenzetu. Kuna viongozi wa FIFA humu ndani, inabidi waongoze mpira vizuri. Hawa viongozi wa FIFA wakienda huko wasiulizwe maswali. Kuna msemaji wa FIFA hapa Alikamwe. Si ushaelewa? Kuna mashabiki wa FIFA hapa. Kwa hiyo mashabiki wa FIFA wanataka mpira uendeshwe vizuri. Sio kuzunguka hivi. Shukrani sana. Asante.